Dickson Kibabage. Kibabage. Mambo vipi kaka? Umenipata au kunipata? Uko vizuri? Fresh. Kamera hujaizoea tu. Niambie, unataka nini? Nataka uniambie namna ambavyo umelitazama hili paredi ni la kwanza tangu umejiunga na Singida Black Stars. Kwanza tunamshukuru Mungu. Tumeweka historia kwa upande wa wachezaji kwa sababu ukiangalia klabu ya Singida haijawahi kuchukua kombe aina lolote. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza wanafurahia wakiona wanakula nyama, wana enjoy, na sisi pia tumefurahia kwa katika rekodi ya historia ya klabu hii. Imekuwa ni kawaida kwako kunyanyua makombe, umenyanyua ukiwa Young Africans, imekuwa ni utaratibu tu kwa upande wako. Hili limekuwa na tofauti gani? Hamna, ni ndoto ya kila mchezaji kunyanyua kombe, na kila kombe lina thamani yake. Kwa hiyo hili kombe pia lina thamani yake. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli. Na mchezo wa kimataifa Kibabage. Matarajio hasa ni nini? Tunakutana na timu bora, na timu ambayo kidogo imepata matokeo mazuri, na wao kiangalia kwa mechi yao ya awali, kwa haitakuwa mechi rahisi. Kwa hiyo na imani timu itakojiandaa vizuri, naweza kwenda hatua ijayo. Tukizungumzia timu zetu 4 za hapa ligi kuu ambazo zina ushawishi na nguvu kubwa sana kwenye michuano ya kimataifa, tunazungumzia Simba na Yanga. Ipo kwenye Confederation lakini pia kwenye club bingwa zinakuwa na ushawishi mkubwa. Unadhani Singida ni lini itaonyesha ushindani mkubwa zaidi kufikia hizo level za Simba na Yanga kwenye michuano hii ya kimataifa? Na imani kila kitu ni process na hatua. Kwa kama umefika hatua hii, watafika hatua ijayo kwa uwezo wake Mungu. Lakini ushindani wa ligi so far unauonaje? Ushindani umekuwa bora sana, ukiangalia timu nyingi zimeboresha kwenye maslahi, quality za wachezaji, hata pia wachezaji wenyewe wanaanza kujitambua, baadhi ya wachezaji ukiangalia kwenye vilabu. Kwa hiyo na imani msimu huu utakuwa msimu mzuri sana kwenye ushindani. Kibabage sasa hivi yupo Singida Black Stars. Kuna ile Moro Kids ambayo sasa hivi wenzako wako kule Young Africans. Kibabage kipi ambacho wewe unakimisi sana ukiwa huko Singida? Mimi sina ninachokimisi zaidi ya kuwa pamoja na wanangu yani. Kuna yale mazingira ya kuwa karibu, lakini kutokana na kazi mazingira yamekuweka mbali kidogo. Niko hivyo, wale wanangu watabaki kwa wanangu. Kwa hiyo umbali wetu haimaanishi kwamba kuna kitu kitakosekana. Kwa sisi ni familia, tabaki kwa familia tu. Hivi nikisema umzungumzie Kibwana kidogo kwa sekunde kama 20 hivi, ni utamzungumzia kwa engo hivi? In short, hawezi kuwa na kina, hajawahi kuwa na akili. Naomba niishie tu hapo. Umetaja kiufupi sana kaka. Hapo hapo tu. Hawezi kuwa na akili. Hapo hapo. Hivi kipindi kile ambapo wanataka wamepigana, wanaleta boxing ile Kibwana na Nkane. Kama mtu wa karibu, ulimshauri nini Kibwana? Asikule refa tu ameahirisha pambano. Ameahirisha. Ila ndugu yangu angeshinda. Angeshinda. Mbona kama ulianza kumshambulia mapema? Hamna, angeshinda. Mimi sina kumsupport. Angeshinda, sema tu ndo refa kaita namna gani vipi. Bwana mimi nikushukuru sana Kibabage. Asante sana.